watu kutaka kuibia watu. Cha pili, Mwalimu alijenga matenki ya mafuta Kigamboni pale Tipa ya kuhifadhi mafuta baada ya vita ya mwaka 78. Kwa hiyo matenki yetu 79 mwaka 79 yana capacity ya kuhifadhi mafuta mpaka lita milioni 1.6. Kwa ukimsikia kwa mfano baada ya vita kuanza kulikuwa na maneno, akajitokeza katibu mkuu wa Wizara ya Nishati baada ya kugawanyika kuwa nishati na madini. Katibu mkuu Bwana Mataragio akasema tuna mafuta ya kutumia ndani ya nchi yetu kwa miezi mitatu. Sasa tukiwa bungeni tuliunda taasisi inaitwa BPS, iko chini ya TPDC, hiyo shirika la mafuta na gesi la Tanzania. Kwa kuna kinani kidogo mle, taasisi ndogo inaitwa BPS, bulk procurement, ya kununua mafuta kwa pamoja. Wanafroti tenda kwamba Tanzania tunahitaji mafuta, wewe na Haji na nani wenye makampuni ya mafuta mnasema sisi tutawauzia kwa gharama hii, wanapima ni ya Chazi ndio bei rahisi au ya nani na nani, wananunua bulk procurement. Kwa walikuwa wameshanunua mafuta ya miezi mitatu. Kwa Bwana Mataragio akasema hayo mafuta ya kutumia miezi mitatu tunayo, kitu ambacho na konkaa nacho. Shida imeibuka na ambayo lazima tuijibie kwenye mafuta kupanda bei kabla ya mafuta yaliyonunuliwa kwa bei ya chini kuisha na yaliyosafirishwa kwa bei ya chini. Mind you, mafuta biashara yake sio kama nyanya. Kwa mafuta hata yatakayonunuliwa sasa hivi wakati wa vita, sasa hivi barrel ni shilingi nimesema ni $100. Hata yakifika nchini wakati huo bei ya mafuta ikiwa imeshuka, yatalazimika kuuzwa kwa bei ya juu, kwa sababu wakati yalinunuliwa na wakati yanasafirishwa cost ilikuwa juu na freight and insurance ilikuwa juu. Kwa hiyo nataka hilo lieleweke. Lakini kwenye hilo makamu mwenyekiti, yes, sisi kama nchi kwa sababu hatujui uelekeo wa vita yenyewe, itachukua muda gani na lini tutaweza kupata hiyo nafuu? Huoni kwamba kama nchi tunaweza tukaamua ili kujilinda tusianze kuitumia ile ziada reserve tuliokuwa nayo kwa bei ile ya kawaida, yani walau tuumie hapa kwa sababu hatujui kesho yetu? Nimesema hivi, unifuatilie vizuri. Hata mafuta yanayoingia leo, yatakayoingia kesho, yatakayoingia kesho kutwa, yataingia kwa bei ya chini kwa sababu yalinunuliwa na kusafirishwa kwa bei ya chini, kwa sababu mafuta hayanunuliwi siku hiyo hiyo na yakafika Dar es Salaam siku hiyo hiyo, yanasafirishwa kwa siku 60. Kwa mafuta yatakayokuwa na bei juu ni ambayo yataanza kuingia baada ya tarehe 28 mwezi wa 4, baada ya kuwa yametumia siku 60 kutoka kule yalikonunuliwa mpaka sasa. Kwa hiyo sio tu hifadhi. Nataka nimalizie hoja moja, utaenda kwenye hii ya Kenya. Mimi nitakueleza Haji yote. Jambo la pili, kwa sababu nataka kuzungumza hoja ya Chazi ambayo alisema kuhusu tutahandle vipi hali ya uchumi. Tanzania kwenye lita moja ya mafuta, Bwana Haji, kuna kodi na tozo mbalimbali za serikali 18. Every lita ya mafuta, kila lita moja ya mafuta unayonunua, actually kwa lugha rahisi, ukitoa shilingi 100 kununua lita ya mafuta, kuna kodi ya serikali shilingi 31. Kwa kuna 31% ya pesa inayochukuliwa kama tozo, kama kodi. Railway levy, evaporation, damage. Damage ni ile meli zikija, mwenye meli akikukodisha meli, kuna siku 7 mpaka 14 inatakiwa meli yake iwe imeshusha mzigo. Ikichelewa kushusha mzigo, unaendelea kuilipia kwa sababu wewe ndio umeisababisha iendelee kukaa na wewe. Inaitwa damage cost. Kwa mimi, kwa maoni yangu, naitaga kodi ya uzembe. Mwisho wake mwananchi anakuja kulipa kwa sababu watu walifanya uzembe wa kushusha mzigo. Kwa kuna kodi na tozo mbalimbali ambazo ni 18, ambazo ni 31%. Logistical issues, si eura, si nani, 4%. Kwa jumla ni 35%. Kwa hiyo Charles, serikali yoyote tumesoma tangu kwenye history
tangu kwenye agrarian revolution, tumesoma industrial revolution, tumesoma hata uchumi wa Marekani ulivyoanguka. Serikali inapaswa kutake measure. Mojawapo ya measures ni cut down the cost, kupunguza matumizi ya serikali, hivyo serikali kupunguza kodi na tozo inazowapelekea wananchi. Kwa njia rahisi ya kuzuia gharama isipande. Kwa sababu gani? Leo mafuta yakipanda, chakula kinachotoka Ifakara kuja Dar es Salaam kinapanda bei. Nauli zinapanda bei. Mwalimu wa shule ya msingi mshahara wake haujapanda, lakini gharama aliyokuwa anatumia kwa siku kwenda na kurudi kutoka shuleni imepanda. Kama alikuwa anatumia shilingi 200, sasa akitumia shilingi 500 mpaka 1000, huyu mwalimu hawezi kwenda mwezi mzima. Kwa ili serikali i-maintain huyu mtu na aendelee moja kufanya purchasing, kwa sababu mwisho wa siku pia watu wasipofanya manunuzi, wakipunguza safari, maana hiyo magari hayatasafiri. Magari yasiposafiri hayatanunua tairi. Tairi zina kodi ya serikali, serikali inahitaji kodi. Huyu conductor anahitaji kulipa kodi kwenye nyumba. Kwa hiyo matatizo yatakuwa makubwa. Kwa serikali za watu zenye akili zinachofanya ni cut down the taxes. Kwa ushauri wa pili baada ya haya mafuta ya ziada kuu umeisha, ni kupunguza kodi hizo. Na nimesema ukichukua nchi zote za Afrika Mashariki ukilinganisha, sisi ndo tuna tozo kodi ya juu 31%, wengine wote ni chini ya 28%. Sasa mheshimiwa, ni hapo kabla hujamaliza kidogo, lazima uende taratibu kidogo. Yes. Umezungumzia hapa kwamba serikali ipunguze kodi na nchi zote za Afrika Mashariki zina kodi ya chini. Yes. Takwimu zinaonyesha bei ya mafuta ya majirani zetu, Kenya, ni kubwa kuliko hapa. Hiyo inasemekana itaanza kupanda leo. Ndio, lakini iko kubwa kuliko, lazima tukubaliane tena taratibu. Haijawa kubwa Haji. Kuliko sisi. Right. No. Bei ya mafuta Kenya ni kubwa kuliko Tanzania. Tukubaliane kwanza jambo la kweli. Hatuwezi kubaliana, iko hivi. Diesel Tanzania ni shilingi 3830. Diesel Kenya ni shilingi 3700. No, mheshimiwa. Iko hivi Haji, get your facts right. Ndio maana nakwambia Kenya wanategemea kuanza kupandisha leo mafuta. Na wamesema bei yake umeijua? Sijajua. Basi tunakwambia hivi, bei ya mafuta kutoka leo ya Kenya ni kubwa kuliko Tanzania, diesel hiyo. Sasa ndio maana nakwambiaje mheshimiwa, je, unadhani kwa nini bei ya Kenya ambayo wewe unasema umepunguza kodi zao ni ndogo zaidi iwe juu kuanzia hii leo, tuanzie hii leo kuliko Tanzania? Wewe unadhani kwa nini? Kuna mambo kadhaa. Sitaki kuyaeleza hivyo kama unavyotaka, lakini nataka nikufafanulie kitu kimoja. Issue ya Kenya kwanza wataizungumza wanasiasa wa Kenya na viongozi wa Kenya na wanaofanya maamuzi Kenya. Purchasing power ya Kenya, uchumi wa mtu mmoja wa Kenya haulingani na watu wetu. Kwa kuna kitu kinachoitwa purchasing parities. Kama mtu unalipwa shilingi 50,000 na mwingine analipwa 4,000,000, huyu akiuziwa kitu cha kile hata kwa shilingi 500,000 ana uwezo wa kukiaccommodate, lakini wewe ambaye uchumi wako ni mdogo huna uwezo huo. Hilo ni la kwanza. Ukitaka kulinganisha hayo masuala yalinganishe hivyo, kwa sababu uchumi wa Kenya ni tofauti kabisa. Ndio maana mimi nakuja na solution hapa kwamba bado tuna kodi na tozo nyingi mno, na hata nikikuuliza swali jingine wewe huwezi kujibu. Kwa mfano Zambia wanapitisha mafuta kwenye bandari yetu, wanatumia bandari yetu. Mafuta Zambia ni rahisi kuliko Tanzania. Kongo hawana bandari, mafuta yanapita hapa, yanalipiwa kwenye bandari yetu. Rwanda, Burundi, bado hizi issue zinahitaji kuzijadili sobali kwa kulinganisha maisha ya Mtanzania na mwananchi wa kawaida asiyekuwa na kipato, namna atakavyoumia na hii hali ambayo imejitokeza. Mheshimiwa, unaweza unaweka pumzi kuzungumza, kwa sababu ngoja nikwambie mheshimiwa, umezungumza maisha ya Mkenya wa kawaida yana nafuu, tafsiri uliosema wewe, kuliko ya Mtanzania. Hebu nipe kwa statistic gani? Yaani unaniambiaje kwamba maisha ya Mtanzania wa kawaida na maisha ya Mkenya wa kawaida, usizungumzie matajiri, nazungumzia maisha ya Mkenya wa kawaida aliyopo Mumias au aliyopo Kakamega
na maisha ya Mtanzania wa kawaida aliyopo Tarime, yani unawezaje kusema huyu ya Tarime yako chini sana kwa Mkenya? Kwa kigezo gani umetumia? Criteria gani umetumia? Per capita income. Mabibi na mabwana, unapopima maisha ya nchi na uwezo wa nchi unaipima kwa per capita, hupimi kwa hisia zako. Kwa hisia. Haji, let me tell you kitu kimoja. Hivi unajua Kenya ni mwekezaji wa 3 hapa Tanzania? Is it true? Na ndio ukweli. Haya, twende. Wewe hata CRDB yako haijavuka mpakani pale, lakini wao KCB is everywhere. Si benki yao ile nyingine ni mwekezaji namba 3 kwa ukubwa hapa Tanzania. Hiyo inakuonesha kwamba hali ya uchumi wa Kenya ni tofauti mmoja. Kuna kitu kimoja nataka nikusaidia hapo kukifafanua. Kuna gap kubwa sana kati ya aliyenacho na asiyenacho Kenya. Hilo nakubaliana na wewe kwamba kuna gap kubwa sana, kwa sababu kuna maskini sana, lakini kuna watu wana fedha nyingi sana. Lakini kwenye kupima uchumi haupimi hivyo unavyoupima wewe kwa hisia hizo, unapima kwa per capita income. Kwa hiyo ndio maana nimekuambia uchumi wa Kenya kwa unachukua pato lote unagawa kwa idadi ya watu. Kwa watu wanaoweza kumiliki magari, wanaweza kuendesha uchumi, wanaweza kwa Kenya ni kubwa zaidi. Wale hiyo hatuhitaji kukubishana. Hizo ni taarifa za nani. Hata budget yao ukichukua, hata budget yao ni mara 2 kwa budget yetu. Sisi tukitenga trilioni 40, tena actually ni mara 3. Trilioni 120 ndio budget yao. Hii inakuambia kwamba wao wako mbali sana. Mheshimiwa samani kidogo Oscar. Watanzania leo nimesoma kidogo tu wakati wa break up ya habari. Wana hamu ya kusikia mengi kutoka kwako kama makamu mwenyekiti. Sasa tukiacha, kwa sababu hatuwezi kumaliza mjadala katika topic moja. Labda nikurudishe katika eneo moja. Nimekusikia mahali kama si wewe lakini kiongozi mmoja wa Chadema mkianza kuquestion kuhusu maoni au mapendekezo ya tume iliyoundwa Mheshimiwa Rais ya Mheshimiwa Jaji Chande. Is it true kwamba mmesema kwamba tume ile, yani mshai preempt kwamba mapendekezo yale yatakuwa ni ya kuitetea serikali? Is it true? Sasa Haji, tatizo lako nimemaliza hata jambo moja umetupeleka. Sasa ukishamaliza lazima tuna muda mpaka saa 2 ya mheshimiwa. Msimamo wetu kuhusu tume ya Jaji Chande uko wazi kwamba sisi hatuiamini, hatuikubali kwa sababu ya muundo wake na aliyeiunda, kwa sababu mtuhumiwa hawezi kujiundia uchunguzi yeye mwenyewe. Tulisema hivyo tangu mwanzo. Wakisema ile tume mfano kwamba akisema ikitokea wamesema kwamba Chadema siwasemei au Tundu Lissu au wewe ambao ulisikika mara kadhaa ukisema uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba hautafanyika na tutakinukisha, wakisema nyinyi mmechochea vurugu za Oktoba 29, watakuwa wamekosea? Tutajibu siku hiyo. Mimi nafikiri Haji, tungasubiria kwanza matokeo ya tume. Kwa sababu ukitaka tuingie hapo tutaenda deep. Yani kama mko tayari tufungue box hapa. Tusubirie. Box mtenda kulifungulia kule mapungufu ya hiyo ofisini kwenu na uwezekano kuendeleza kufanya uonevu tufungue. Tusubirie. Oscar, tungasubiria matokeo ya tume huru ya uchaguzi. Mimi bado narudi pale kwenye mafuta kwa